Mic testing 1 2. Rafiki yangu, ndugu yangu, Bwana Yesu asifiwe mahali ulipo. Huyu ni Evangelist Peter Maina, kama kawaida, ambaye ni mhubiri haswa katika hii ministry ambayo inaitwa PRS, Put the Record Straight. Katika series ambayo tulianza, kuna mambo ambayo hayakuruhusu tuweze kuendelea haraka upesi, lakini hayo yote ni kwa mpango wa Mungu kwa sababu ya mialiko tofauti ya mahubiri. Kwa hivyo nimeweza kukutana na baadhi ya watu tofauti tukijadili mambo tofauti makanisani, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo nafasi ya kutumika. Lakini leo naomba tuingie tena katika msururu wetu wa the 7 churches. Na katika episode iliyoanza tulisema ya kwamba kanisa la Kikristo Mwenyezi Mungu amelihakikisha. Maana Yesu Kristo ndiye mwanzilishi wa dini na imani ya Kikristo duniani. Okay? Na Yesu akamfunulia Yohana wa Patmo hatua 7, hatua kamilifu, hatua ambazo kanisa la Kikristo litapiga kuanzia lilipoanzishwa na Kristo mwenyewe hadi atakaporejea mara ya pili. Na tukaona ya kwamba linafananishwa na makanisa yale 7, kuanzia kanisa la Efeso hadi Laodikia, makanisa ambayo tuliona ya kwamba yanafananishwa tena na vinara 7. Na tukaona ya kwamba Kristo ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa lake duniani, mkononi mwake kuna nyota 7, nyota ambazo zinasimamia malaika kwa yale makanisa 7. Na tukaona ya kwamba malaika ni mjumbe na mjumbe ana ujumbe fulani. Kisha tukaona ya kwamba jumbe za makanisa hayo 7 ama jumbe kwa makanisa hayo 7, kuanzia kanisa la kwanza, ni jumbe ambazo sisi ambao tuko katika sehemu ya mwisho ya historia ya ulimwengu, sisi ambao tunashuhudia unabii ukitimia, sisi ambao tuko katika kipindi cha Laodikia, tuna mengi ya kujifundisha kutokana na jumbe za kila kanisa. Kwa hivyo siku ya leo tunaingia katika hatua ya kwanza, sehemu ya kwanza, part 1. Ama we are studying the church at Ephesus, and this will be part 1 of the church at Ephesus, kwa sababu ningependa kufanya ikiwa 4 parts, maana mahali kanisa lilianza kuna mambo mengi ambayo ningetaka tuweze kuyafahamu. Kwa hivyo bila kupoteza muda, naomba nikukaribishe, na nilikwambia kwamba hii series ni ya kila mtu, Mkristo, Muislamu, kila mtu. Kwa ukiwa na rafiki, mpe aweze kufuatilia, sikilizeni pamoja naye, ulizeni maswali, na ninajua kwamba tutazidi kubarikiwa. Baba katika Kristo, tunashukuru kwa sababu ya kupatia nafasi ya kukusikiliza. Mahali msikilizaji na mtazamaji yaliko pamoja nami, tunaomba kwamba Roho wako Mtakatifu atubariki kwa sasa. Nitumie kwa kama chombo, nisamee, nitakase kinywa changu kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya jina lako na kwa ajili ya msikilizaji, ili neno hili liweze kueleweka. Nipe usemi na maneno, hatimaye nipe unyenyekevu wa kiasi cha juu mno, ili Kristo uweze kutukuzwa nami niweze kushuka uonekane, na utakapodhihirishwa kwa watu uweze kuvuta wengi kwako, katika Kristo naomba na kuamini. Amina. Now, kanisa la Ephesus, jina hilo Ephesus lina maana tofauti, na maana yake moja, desirable, linalopendeza, desirable, kanisa linalopendeza. Na kulingana na wasomi tofauti ama na historia pia, ni kanisa ambalo linaonekana liko duniani kipindi cha mwaka wa 31 hadi mwaka wa 100 AD. Wengine wanaanza 27, kwa sababu wengine wanasema ni mahali Yesu pengine alibatizwa na kufanywa kuwa Masihi, na wengine wanaanza mahali Yesu amekufa msalabani. Regardless, hiki ni kipindi ama ni kanisa ambalo linaitwa kanisa la mitume. So kitu cha kwanza ambacho tutaingia kwacho, kwa sababu tumekuwa tukisoma kwa pamoja, ni kuingia katika Revelation chapter 2 ama kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Kwa wale ambao wanakuja pengine kwa mara ya kwanza, ni vizuri ukirejelea sehemu ambazo zimepita ili ya kwamba uweze kufuatanisha mafundisho. Na tumekuwa tukiangalia chapter 2 verse 1, na leo hii tunataka kuangalia chapter 2 verse 2, verse 3 and verse 6.
Revelation chapter 2 verse 2, verse 3 and verse 6, tukizungumzia kanisa la Efeso. Now, Kiswahili kinasema hivi, chapter 2 verse 2. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukaona kuwa ni waongo. Okay? Now that is verse 2. Now, kanisa hili, characteristic number 1, wakati Kristo alianza kanisa lake katika ulimwengu katika kipindi hicho, kanisa hili linajulikana kwa sifa kadhaa. Sifa ya kwanza ni ya kwamba ni kanisa lililojawa na matendo mema. Okay? Matendo mema. Matendo. Na tuna mifano mingi ya kuangalia kuhusu historia hii, kuhusu matendo haya. Na ni katika hili fungu, hata kabla hujasoma mahali pengine, katika hili fungu la pili, Revelation chapter 2 verse 2, maandiko inasema ni kanisa la mitume, kwa sababu jina hilo mitume tayari limetajwa huko. Okay? Na Kiingereza kinasema I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou cannot bear them which are evil, and you have tried them which say they are apostles and are not, and you have found them liars. Okay? So ni kanisa ambalo ni la mitume, na jambo la kwanza ambalo tungetaka kulieleza hapa ni kwamba ni kanisa lililojawa na matendo, na matendo haya yanaambatana na imani ambayo walikabidhiwa na Kristo. Na mfano nikikupeleka katika hiyo chapter 2, katika matendo ya mitume, sasa sio Ufunuo lakini the book of Acts. Ikikupendeza, hebu angalia nami kitabu cha matendo ya mitume, Acts. Matendo ya mitume ukiangalia vizuri chapter 2, Acts chapter 2, uangalie mstari wa 41 hadi 47. Acts chapter 2 verse 41 to 47. Utagundua hivi. Maandiko yanasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Okay? This is a mega crusade. Mtumishi wa Mungu Petro, baada ya kuvuviwa Roho Mtakatifu at Pentecost, wamehubiri, kisha hiyo siku wameongezeka watu 3,000 ndani ya kanisa. 42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali, na kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Kwa hivyo ni kanisa la mitume. Verse 44. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao. Verse 45. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja. Nataka uadalaini maneno hayo. Siku zote, kila siku, sio siku ya Sabato peke yake, la hasha. Kila siku kwa moyo mmoja. Ikiwa ni Jumatatu, ni Alhamisi, Jumanne, Ijumaa, na kila siku kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Na kwa sababu hiyo Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Sasa hapa nataka ninukuu haswa hili jambo. In fact, ukiangalia verse 45, Acts chapter 2 verse 45, inasema vizuri, inasema hawa waliuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Sasa nataka tuangalie, wapenzi, ukilinganisha kanisa la mitume wakati Yesu analianza na sasa, jameni, kweli kuna tofauti. Jambo la kwanza, kanisa hili wanaonekana wakitenda matendo mema kwa hiari pasipo kusurutishwa. Kwa nini? Watu waliokuwa wametajirika, watu waliokuwa wamebarikiwa kuliko wengine, wanaonekana wakiuza vitu vyao na wakisha wanavileta pamoja ili wale wenye kuhitaji wanagawiwa. Namba 2 ni katika hayo mafungu utagundua kwamba walikuwa na umoja wa hali ya juu mno. Walikuwa na umoja, hawakuwa na migawanyiko. Okay? So the church at Ephesus, ama kanisa la mitume Kristo mahali amelianzisha, lilikuwa limejawa matendo mema, kwa sababu haswa wanafunzi wa Yesu
wale waliokuwa wamefundishwa katika shule ya Kristo for 3.5 years walikuwa wameona jinsi ambavyo ameweza kubariki watu wengine, and that was the characteristic ya kwanza ya kanisa hili, kanisa la mitume. And by the way, if you jump to Matendo ya Mitume sasa chapter 4, wacha nikuonyeshe chapter 4 verse 1 to verse 4, alafu verse 32 to 36. Acts, Matendo ya Mitume chapter 4 verse 1 to 4 and then from verse 32 to 36. Inasema, hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani wa akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Wakawakamata, wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya waume ikawa kama 5,000. Huku ni kipindi kingine sasa. Kipindi hicho baada ya Petro kuwa amehubiri, baadaye wanakamatwa, wanapata shida, wanasumbuliwa na viongozi wa kidini wa Kiyahudi waliokuwa wanatumia nguvu za kiserikali. Lakini kwa sababu in fact it is in that chapter, ukiangalia verse 13, chapter 4 verse 13, ya kwamba walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kwamba ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Ona sasa, nguvu waliokuwa nayo watumishi hawa hawakutoa shuleni, walikabidhiwa ujumbe na Bwana, na yeye ndiye aliwapa msukumo wa kuhubiri, na ujasiri waliokuwa nao haukuwa wa kawaida. Na kuna watu wengi wanaoonekana wakiamini kwa sababu ya ujasiri wa Bwana hawa. Hebu turuke katika mstari wa 32. Kumbuka tunasoma tabia ama characteristics za kanisa la Kikristo lilipoanza between that 1 to 100 AD. Lilionekana ni kanisa ambalo linapendeza, na kitu cha kwanza ni kwamba lilijawa na matendo mema. Chapter 4 verse 32 to 36, Matendo ya Mitume, Acts chapter 4 verse number 32 to 36. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, mbali walikuwa na vitu vyote ushirika. Na mitume wakatoa ushuhuda na kufufuka kwake Yesu na nguvu nyingi, kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta dhamani ya vitu vile walivyouza, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba, akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni pa mitume. So kwa ufupi ni kanisa lililojawa na matendo mengi, matendo tena ya kustaajabisha. Na mambo haya yote wanayafanya kwa sababu ya Injili, wanayafanya kwa sababu ya huduma ya mitume, wanayafanya kwa sababu walitaka kushiriki katika kile ambacho Yesu, kusudi la Yesu ya kuanzisha kanisa lake. Na ningependa niseme kabla sijaendelea sana, kusudi la Mungu la Kristo kuanzisha kanisa ni ya kwamba kupitia kwa hili kanisa linaloitwa kanisa la Kikristo aweze kutimiza kusudi lake duniani, kusudi lile ambalo Wayahudi waliokuwa wamechaguliwa kama taifa la Israel hawakuweza kulitimiza. Tuko pamoja sasa? So katika hatua yake ya kwanza ama kipindi hicho cha kwanza, kanisa hili la mitume ambayo mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa member huko, Dorcas wa Matendo ya Mitume sura ya 9 alikuwa church member, all the 12 apostles walikuwa church members. Kanisa hili lilikuwa ni kanisa la mitume lililojawa na matendo. Now jambo lingine, characteristic number 2 ya kanisa hili lilikuwa evangelistic. Evangelistic ni kutokana na hili jina evangelistic, evangelism, tunatoa hapo jina evangelism, na hapo katikati unaweza ona angel, angel, malaika, mjumbe, mtumishi. So ukisoma chapter 2 verse 3 ya Revelation inasema, you have borne and you have patience, for my name's sake you have labored and you never fainted. Naomba nieleze kitu hapa. Na sisi ambao ni Waadventista wa Sabato ambao wanasikiliza, kwa sababu tayari sisi ni washirika. Bwana alitutoa katika makanisa mengine, madhehebu tofauti na wengine duniani, tukaunganishwa pamoja kwa imani iliyokabidhiwa Waadventista wa Sabato kwa kusudi. Lisikiliza kwa makini.
tunaambiwa ya kwamba this church wakati Yesu alilianzisha it was evangelistic, na tumeona ya kwamba kila wakati wako kwenye mikutano ya hadhara, wako nyumba kwa nyumba, wanashauriana. In fact hivi vitu ambavyo wanaviuza, viwanja na mali waliokuwa nayo, wanauza vitu hivyo makusudi waweze kuleta pamoja kwa ajili ya kazi hii. Leo sisi ambao wengi tunatarajia Yesu aweze kukuja hivi karibuni, mara nyingi kazi ya Bwana inalemaa kwa sababu watu wameshikilia vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amewabariki kwavyo. In fact anapobarikiwa hivi bado anazidi kuziongeza kwake ziwe zake. Anakuwa kama yule tajiri mjinga, mpumbavu samani. Yeye alipogundua kwamba amevuna mno, anasema atavunja gara ili ya kwamba aweze kuongeza nafaka humo ndani, akaweze kukaa na kustarehe na kula kwa siku nyingi. The church exists only for mission. Naomba nikukumbushe hivyo wewe unayenisikiliza. Tangia Yesu alipolianza kanisa lake, kusudi lake ni ya kwamba liweze kutumika kama chombo cha kufikia watu wengine, evangelism. Na evangelism should be the first agenda ya Mkristo yeyote, hasa Mwadventista wa Sabato. Vikao vyote vya church board, vikao vyote vya departmental, iwapo hatutazungumza na kupangia swala la mahubiri na kuevangelize na kufikia watu wengine through Christ's method, kwa njia ambayo Kristo ameitengeneza mwenyewe, basi hakutakuwa na haja. Ndio maana katika Efeso hapa anasema iwapo hamta atubu na kurudi kwenye sehemu yenu, basi sitaona haja ya kuwa nanyi, nitawaondoa kwenye mahali penu, unaposoma chapter 2 verse 6 and 7. So ndugu zangu, kanisa hili tumegundua kwamba lilijawa na matendo. They practiced practical religion. Ukienda katika chapter 7 ya the same, no, chapter 6 ya the same Acts, kazi inapoongezeka, listen, Wayunani wake zao wajane wakagundua kwamba wao wameachwa nje katika swala la kugawiwa chakula, maana watu walikusanyika, maskini, wajane na kadhalika. Na kwa sababu ni kanisa ambalo lilikuwa linahudumiana, sisi leo kama kanisani ukienda watu hawapendani, wako na misingi ya kikabila, wako na classes, matajiri na maskini, watu hawazungumzi, hawapendani, huyu hawezi tembelea yule, yule hawezi kula na huyu. Sikiliza, kanisa la mitume, it was an evangelistic church, na kila sekunde ama kila nafasi ikipatikana, they were winning people to Christ. So angalia, if you go to chapter 6 ya hiyo Acts of the Apostles, utagundua kazi inaongezeka, na mitume wanasema wao hawataacha kazi ya kufundisha neno na kuhubiri ili waende waogawie wajane chakula. That one tells you ya kwamba evangelism, hakuna kitu kingine ambacho kingeoccupy akili ya mitume isipokuwa kuhubiri. Wachaguliwe wengine, wazee ambao wamejawa imani na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tunapata akina Stefano, Filipo, Nikona na wale wengine. Wakachaguliwa kama masemashi, deacons, waende wakashughulikie mahitaji ya wajane wa Kiyunani. Na these people ambao tunaangalia, tunaona mpaka Stefano mwenyewe akihubiri, tunamuona Filipo akihubiri, tunaona wasichana ama watoto wa Filipo wakitabiri. So kwa ufupi, the church was evangelistic in nature. Kanisa Yesu alipolianza, kusudi lake kuanzia siku ya kwanza, tutaangalia katika hatua zile zinazokuja. Kumbuka ni hatua 7 kamilifu, ya kwamba mpango wa shetani ni kuua kusudi la Mungu kuwa na kanisa lake duniani. The reason why Mungu alilianzisha kanisa ni ya kwamba kupitia kwa kanisa hili liweze kuevangelize. Number 3. Now ukisoma hiyo chapter 2 verse number 6, Yesu anapofanya commendation ama commendation kwa hili kanisa la mitume, kanisa ambalo limejawa na matendo mema, kanisa ambalo liko evangelistic, kuna kitu ambacho ningetaka kunukuu hapa wapendwa. Angalia chapter 2 verse 6, maana Revelation chapter 2 verse 1 to 7 ndicho kipindi cha kwanza cha kanisa la Kikristo duniani, that 1 to 100 AD. Now characteristic number 3, they hated the evil deeds of the Nicolaitans. Ukisoma chapter 2 verse 6, kuna watu ambao wanaitwa wa Nikolai, na tunaambiwa hivi, Yesu anapozungumza as a true and faithful witness kuhusu kanisa hili, anapotoa commendation, uzuri aliyouona kwa kanisa hili, anasema ni kanisa ambalo lilichukia matendo ya Wanikolai. Na nasikiliza, Kiingereza kinasema but this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans which I also hate. Kwa ufupi, soma Biblia vizuri. Haisemi Mungu aliwachukia Wanikolai ama Yesu anawachukia Wanikolai,
ama wao watu kanisa la Mungu liliwachukia Wanikolai? La hasha. Inasema ya kwamba walichukia matendo ya Wanikolai. Sasa hawa Nikolai ni akina nani na ni matendo yapi walioyafanya? Sikiliza kwa makini. Tuko katika Revelation chapter 2 verse 6. Matendo ya Wanikolai ni kanisa ambalo halinge entertain matendo ya Wanikolai, kwa sababu kwani Wanikolai walikuwa ni watu wa aina gani? In fact, ukisoma kuhusu hawa Wanikolai utawapata tena katika kanisa la tatu. Kanisa la tatu, yes, Pergamo. Nafikiri Revelation chapter 2 verse 15 utaconfirm, lakini tutaizungumzia zaidi baadaye. Pia katika hatua ya tatu ya kanisa la Kristo, matendo ya Nikolai yanaonekana humo ndani, lakini hapa katika kanisa la mitume yalipojitokeza wakati wa mitume, washirika katika kanisa la mitume, maandiko nasema walichukia matendo hayo. It is in this church Paulo anapotembea to the Beroeans in Acts 17 verse number 11, anakuta watu ambao wako na bidii katika kulisikiliza neno la Bwana, watu ambao hawakuwa naamini tu chochote ambacho kimehubiriwa. Wanarudi nyumbani, wanafanya personal Bible study, wanafanya devotions, na wakisha gundua kwamba yale yamehubiriwa hivyo ndivyo yalivyo, watu wengi wanamwamini Kristo. Si kama leo. Watu wengi wametegea tu masikio kusikiza mhubiri atasema nini. Naomba nikueleze, hata katika mambo ambayo tunasoma kila siku, Bwana akujalia kwamba upate muda ujisomee peke yako, kwa sababu usipofanya hivyo, imani yangu ama kile ambacho Bwana amedhihirisha kwangu na amenifundisha na nimeamini kuwa kweli, hicho sicho ambacho utatoa habari zake mbele za Bwana. Utatoa habari zako mwenyewe. So Revelation chapter 6 wanachukia matendo ya Wanikolai. Nikolai ni akina nani na matendo yao ni yapi? Now, kwa wale ambao ni Waadventista wa Sabato, tunajua ya kwamba 7 BC ni SDA Bible Commentary volume 7, page 957, paragraph 5. Naomba uangalie hizi zote mbili, paragraph 5 and paragraph 6. In paragraph 5 maandiko yanazungumzia kuhusu the sin of the Nicolaitans, lakini in verse 6 ama paragraph 6 inaongea kuhusu the doctrine, fundisho la Wanikolai. Tuangalie hapa. It is our sin, the sin of the Nicolaitans, turning the grace of God into lasciviousness. So tunapozungumza kuhusu wa Nikolai, dhambi yao ambao inaitwa dhambi ya Nikolai, matendo yao ambao katika kanisa la mitume it was not entertained, ni wale mabwana waliokuwa wamejifanya kuwa ni mitume, kwa sababu tumeona hao ya kwamba kuna watu walichipuka miongoni mwa watakatifu wakajifanya ni mitume, lakini sivyo. So wao they turned the grace of God into lasciviousness. Maana yake ni nini? Ukisoma hiyo 7 BC 957 paragraph 6 inasema the doctrine is now largely taught, hata sasa katika kipindi cha Laodikia, that the gospel of Christ has made the law of God of no effect, that by believing we are released from the necessity of being the doers of the word. But this is the doctrine of the Nicolaitans, which Christ also unsparingly condemned. Kwa ufupi, tunapozungumza kuhusu wa Nikolai ambao mitume hawaku entertain, haswa especially kwa sababu ya condition hiyo ya kwanza, walimpenda Kristo mno, they were evangelistic in nature, they were studious, watu ambao wanasoma neno kwa bidii individually, watu ambao wanakutana kumega mkate katika hekalu, watu ambao wako na ushirika wa maombi. Tumesoma katika Acts chapter 2, wanashiriki katika maombi, wanamega mkate nyumba kwa nyumba, watu ambao wanapendana, watu ambao wako na nia moja, watu ambao waliongozwa na roho moja, na watu waliohudumiana kwa moyo mweupe. Hawakuwa na wivu, hawakuwa na wivu. Hawa ni watu ambao walipendana kabisa. Naweza uliza kanisa mahali unashiriki, hivyo ndivyo ilivyo? Sivyo. Hata mahali ninashiriki utapata huku ndani huyu haongeleshi yule anazungumza vibaya kuhusu yule, yani watu hawapendani. Sikiliza. Basi Wanikolai ni watu waliojifanya kwamba ni mitume, lakini wanaposimama kufundisha Injili wanageuza ya kwamba maana tumekwisha kuokolewa kwa neema na tumemwamini Kristo, haitufai tena kutii neno la Mungu. Sasa hiyo ndiyo dhambi na hilo ndilo fundisho la Wanikolai, na hata sasa kila sehemu ulimwenguni linafundishwa. So ndugu zangu, in fact ukisoma chapter 5 verse 18 to 19 ya Matthew, na ninakuomba sana wewe ambaye ni mwalimu, leo hii hata katika kanisa la Adventista wa Sabato utasikia vituko vingi. Mtu anasimama kwa sababu yeye hapendi ujumbe wa afya,
anaugeuza unakuwa kitu kingine. Jisomee uweze kufahamu mapenzi ya Bwana kwako ni yapi. Ukisoma kitabu cha James, nasamani Mathayo, nimependa kitabu cha James sana. Mathayo sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Ninakuomba wewe ambaye ni mwalimu, wewe ambaye ni mchungaji, pengine utapata ujumbe huu. Tunaongea kuhusu kanisa la Kikristo. Hapa hatuongei kuhusu dhehebu fulani, la hasha. Tunaongea kuhusu kanisa la Kristo. Kanisa la Kikristo. Kama unaitwa Mkristo, naomba unisikilize kwa makini. Tutakapomaliza hizi hatua 7, utakuja kupata majibu kwa maswali mengi ambayo pengine umekuwa nayo kwa muda. So tunaambiwa hivi Mathayo 5 mstari wa 18 na 19. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati ama sheria ukipenda, haitaondoka hata yote yatimie. 19. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Onyo kwa yule anayefundisha: usijaribu kufundisha kama Wanikolai, kwa sababu maandiko yalisema ya kwamba katika Revelation chapter 2 Yesu anachukia matendo na fundisho la Wanikolai. Tuko pamoja? Number 2, ukisoma Yakobo, James chapter 1 verse 22 to 27. Now wacha nifungue sasa Yakobo, James, waraka Yakobo, James chapter 1 verse 22 to 27. Anasema hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa hivyo it is a requirement, baada ya kusikia tutende kulingana na, tuamue, tufanye maamuzi. God has given us the power of the will, tufanye maamuzi. Baada ya kutupatia ujumbe kupitia kwa watumishi wake, baada ya sisi kujisomea katika neno lake, basi it is an opportunity, it is our duty ya tuweze kuchukua hatua na tufanye maamuzi, tuwe watendaji wa neno. Kwa sababu 23, mtu akiwa msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. 24, maana anajiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Tuko pamoja mtumishi? Wewe unayenisikiliza, maandiko yanasema mtu ambaye anasikiliza lakini asikubali kufuata, asifanye uamuzi wa kutenda, mtu huyo ni kama mtu pengine amejichafua, amejiangalia kwa kioo, kioo kimedhihirisha jinsi alivyo, alafu akajifanya hakuwa kwenye kioo, akaondoka. So ndugu zangu, hayo ndiyo matendo ya Nikolai, na kweli yako pamoja nasi. So tunaposoma katika kitabu hiki ambacho ni cha Ellen G. White, Acts of the Apostles, tunaambiwa kwamba of the church at Ephesus, which the Lord Jesus used as a symbol of the entire Christian church in the apostolic age. Hivyo ni kama vile ambavyo tumesema. So this is the second witness ya kwamba the entire Christian church in the apostolic age ndicho kipindi cha kanisa la Efeso. You see, the Bible is not a storybook. Yani that history imeandikwa in only 7 verses in the book of Revelation chapter 2. Verse 1 to verse number 7. Lakini ukiangalia upana wake inasema the church at Ephesus is a symbol of the entire Christian church in the apostolic age. So chochote ambacho utasoma kuhusu mitume kipindi hicho chote ndicho ambacho tunachunguza katika church Ephesus. Na tunaambiwa hivi pamoja na yale ambayo tumetangulia kusoma hapo mbele, ya kwamba at the first experience, maana hii ni commendation ya Kristo kwa kanisa hili, at the first experience of the church at Ephesus, the Christian church in the apostolic age, it was marked with childlike simplicity and fervor. The believers sought earnestly to obey every word of God, and their lives revealed an earnest, sincere love for Christ. Tunaambiwa hivi ya kwamba at the first experience ya kanisa la Kikristo, watu waliokuwa humo, maana tumeongea ni tukasema kwamba ni kipindi cha mitume, it is the entire apostolic age. The Ephesus walikuwa kama watoto wadogo as far as the faith is concerned. Ni watu ambao walikuwa wanatafuta ni lipi lingine ambalo Mwenyezi Mungu angetaka wajue. Hii leo kuna watu wengine watakwambia usitufundisha mambo mengi, hatutaki kujua sana. Hawa walitaka kujua sana, na hawa hawakuwa na mchezo. Ukisimama mbele yao na kuwafundisha upuzi na upotovu,
they call you out. Leo tutapata ujasiri kama huo? Mtu ambaye anaposimama na kusema vitu zake ambazo ni kinyume cha maandiko, tuko tayari kumwambia Bwana, hayo maneno umetoa wapi? Umetoa maneno hayo wapi? Unaletea watu wa Mungu. So those people at Ephesus, Christians at the apostolic church, the believers sought earnestly to obey every word of God, and their lives, kando na kuwa walitafuta, they were not religious people. Unajua kuna watu ambao wako religious lakini Kristo hayuko ndani yao. They were religious and also they practiced religion. Waliishi kulingana na imani waliokabidhiwa na Kristo. Their lives revealed an earnest and sincere love for Christ. So unapoona ya kwamba wana uwezo wa kuuza mali zao, shamba, ukiangalia sasa kipindi kiende tuko, mtu akinunua kashamba kamoja, anataka anunue plot pale, anataka afanye ni zake na watoto wake. Hawa walifanya the opposite, kwa sababu the agency ya kuhubiri neno la Kristo, kwa sababu Kristo amewaachia, wamemvuviwa Roho Mtakatifu, wao hawakupenda nafsi zao, wamejikana nafsi. Enda katika Matendo ya Mitume sura ya 9 umpate Dorcas Tabitha, Acts chapter 9 from verse 36, teremka. Inasema yeye hakugojea kuona ya kuambiwa kwamba watu fulani wako na mahitaji. Alipoona tu, maana yeye alikuwa mshonaji, anatengeneza nguo zake kwa mikono yake, kwa ustadi huo anajitolea, anawafadhili, anawavisha nguo wenye mahitaji. Now that is the characteristic of the Christian church. Na ile siku alikufa huyu mama Dorcas ama Tabitha ukipenda, kijiji kizima, maandiko inasema kule Jopa watu walikuja, haswa wajane waliofaidika naye, wakakataa na kifo chake. Mwenyezi Mungu kwa neema yake akamfufua mama huyu, makusudi aendelee kubariki watu. Now that is the experience. Hakuna mtu hangetamani kuwa mshirika katika kanisa la mitume. At the first experience walionekana ni watu ambao wanapendeza. Zaidi ya hayo, tunaendelea kuambiwa hivi katika Acts of the Apostles 5:73 paragraph 8. They rejoiced, the Christians in the apostolic times, they rejoiced to do the will of God because the Savior was in their heart. Thank you very much. Hawakupatia Kristo the lip service. Yesu hakuwa midomoni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wa Kristo, kila sokoni ukikutana na watu wengine wa Kristo, ndugu zetu, Bwana Yesu asifiwe, niuzie kitunguu ya shilingi 5. Naye anasema Bwana Yesu asifiwe, shika change. Na maanisha Bwana Yesu asifiwe imejaa kwenye mdomo. Ukristo umejaa kwenye mdomo. Maneno ya Mungu yamejaa kwenye mdomo, lakini kwa watu wengi haijaingia ndani. Tunaambiwa hivi katika Acts of the Apostles 5:78 paragraph 3 ya kwamba Wakristo wa kanisa la mitume, wakati Kristo alianzisha kanisa, they rejoiced to do the will of God because the Savior was in their hearts as an abiding presence, filled with love for their Redeemer. Their highest aim was to win souls to him, evangelism. Naomba nirudie tena, it was an evangelistic church. Na sisi haswa Waadventista wa Sabato, maana fundisho hili litatufaa zaidi, maana tuko katika sehemu ya mwisho ya historia ya kanisa la Kristo, ya kwamba katika church board meeting tunapokaa, what should be our first agenda? Evangelism. Unapotafuta mavazi ya kuvaa, what should be your first thought in mind? Evangelism. Unapofanya chochote katika maisha yako, we are called to be evangelism, to evangelize katika njia zote ambazo tuko nazo. Tuko pamoja ndugu zangu? Now that was the experience of the Christian church the first experience of the Christian church in the apostolic times, kabla shetani hajakuja kuliingilia, kama tutakavyoona katika hatua zinazofuata. So tunaambiwa hivi, it was evident among church members, the members of the church were united in sentiment and in action. Hawakuwa wamegawanyika vile ambavyo unaona tumegawanyika. Kanisa la Kristo lilianza kwa kishindo. Remember, at some point wameongezeka watu 3,000. Tumesoma tena waliongezeka watu 5,000, na nyakati nyingi watumishi walihubiri, idadi yao haijahesabiwa. Lakini as they came in, waliambukizwa joto ya umoja. Why? The Bible says, we have read in Acts chapter 2 from verse 41 to 47. Tumesoma chapter 4 from verse 32 kuteremka chini. Tumeona katika chapter 6 wakati watu kazi inapanuka, okay? The need for more workers. Wanaposema tuchaguliwe deacons, tunaambiwa kwamba
the members of the church were united in sentiment and action. Hivyo ndivyo tunavyostahili. Angalia vile ambavyo haswa katika kanisa la SDA tumesambaratika. Kipawa hiki kinatumika huku, kingine kiko pale, waibaji wako huku, wengine wako huku, ya wainjilisti na wachungaji hawana umoja. Ni mpango wa shetani kusambaratisha watu, kwa sababu anajua tukiungana kwa pamoja, basi kazi ya Mungu tutafanya tena kwa kishindo na Yesu atakuja tena kwa haraka. So the members of the church were united in sentiment and in action. Love for Christ was the golden chain that bound them together. So therefore, kanisani kwenu, kama kwangu mahali nashiriki Hebu Town SDA Church, na wewe mahali unakoshiriki, ukikosa umoja baina ya watu, ukiona watu wameganyika katika mitindo ya kikabila, leo hii hatutachagua huyu kwa sababu ni Mkisii, ni Mjaluo, ni Mkikuyu, ni Mkalenjin. Utakapoona ukosefu huo wa umoja, basi ujue ya kwamba kuna kitu ambacho kimekosa ndani ya hao. Kile ambacho kitakuwa kimekosa ndani yetu ni ya kwamba Kristo bado hayuko hapo ndani, ako nje kwa mdomo. Because the love for Christ, kila mtu alivyompenda Kristo, that was the golden chain that bound them together. Hata katika masuala ya ndoa, hata katika masuala ya familia, kila ambacho kinaweza kikatunganisha baina ya mume na mke ni that golden chain ya Kristo mwenyewe. Now this is the church ambayo tungetaka kutamani kuwa ndani yake, lakini pengine sio hivyo. So tunaambiwa they visited the fatherless and widows in their affliction and kept themselves unspotted from the world, realizing that a failure to do this would be a contradiction of their profession and a denial of their Redeemer. Tuko pamoja sasa? So inamaanishaje? Sikiliza kwa makini. In fact, ukisoma James hiyo chapter 1 verse 1 chapter 1 verse 27. James 1:27 inasema dini iliyo safi, dini iliyo safi, okay, mbele na isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hebu narudia. A pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Na si ndio hii ambao tumesoma hapo in the Acts of the Apostles 5:79 paragraph 1. Walifahamu, number 1, it is their work. Hawahitaji kusukumwa kutenda mema, haswa kwa wenye mahitaji. Number 2, walijua kwamba hawakuhitaji kuingiliana na ulimwengu, compromising with the world kama jinsi ambavyo tumecompromise. Ukitembea makanisani utashangaa kama ni Jezebel wadogo wako kila mahali. Watu wameiga mitindo ya uibaji, mitindo ya kuvaa, mitindo ya kufanya kila kitu, mitindo ya kurun program za kanisa. Watu wengi wanazidi kuborrow in different places. Angalia maharusi vile tunayafanya, haswa kwenye reception. Ulimwengu uko pamoja nasi. Hawa katika experience yao ya kwanza, wakati Kristo amelianzisha kanisa lake, they practiced religion, pure religion. They visited the fatherless and widows in their affliction. They kept themselves unspotted from the world, realizing that a failure to do this would be a contradiction of their profession and a denial of their Redeemer. Hawangekubali. Elewa ya kwamba unapofanya kinyume na mwito ulioitwa nao, haswa sisi ambao ni Waadventista wa Sabato, we are denying our Redeemer, and that will bring a contradiction as far as our profession is concerned. Tumalize kwa kusema hivi, ni kanisa ambalo wakati Yesu amelianzisha linafurahisha, linapendeza. The Christian Church, hakuna mtu hangetaka kujiunga na kanisa hili. In fact, ukienda utakuta mpaka viongozi wa kiserikali wengi walijiingiza huko ndani. Wayunani, kila kabila ya watu duniani iliweza kumwamini Kristo kupitia kwa huduma ya Wakristo wa kanisa la mitume. Naomba nirudie. Revelation chapter 2 verse 2 inasema, I know your work, your labor, your patience, and how you cannot bear them which are evil, and you have tried them which say they are apostles and are not, and has found them liars. Hawa hawakuwa na mchezo. Walikuwa Wakristo kamili, hawakuwa Wakristo ambao ni wakudhaniwa, walikuwa ni Wakristo wanaosema ni Wakristo, wanatoa ushuhuda, na tena maisha yao yalidhihirisha kwamba hakika watu hawa walikuwa na Kristo. Now that is the first part ya kanisa la Kristo, sehemu yake ya kwanza, Ephesus part 1. Tutadiscuss part 2 na part 3 katika hili kanisa ili tuweze kujua nini ambacho kiliingia, because
kile kilichokuja kikafanyika, because hapa nje, naomba nitoe kasuba iliyofundishwa watu pasipo kujua. Ukiuliza Wakristo wengi watakwambia the Catholic Church was the first Christian church. It is a lie. Takuja kukuonyesha mahali ilitoka. The first Christian church was the Apostolic Church, na sio hiyo ambayo iko na vibao duniani ukizunguka ati Apostolic Church. Sio hiyo. Tunaongea kuhusu kipindi cha baada ya Kristo kuchukua nafasi yake. Amekuwa Masihi, amewagiwa mafuta, amechukua wanafunzi 12, wameanza kazi, hatimaye wanafunzi wanaanzisha kanisa la Kikristo, wana establish churches, Christian churches here and there, Paulo na wengine na kadhalika na kadhalika. Now that was the Christian church that Christ himself started, na kanisa hili limejengwa katika msingi ulio imara wa Kristo. Na sasa tutaangalia ikiwa kanisa lilianza hivyo, kwa uzuri huo, kanisa linalopendeza, watu wasomi wa neno, watu wanaohubiri, watu ambao wanasaidia wengine wenye mahitaji, kuliendaje tukafika mahali hapa tukachanganyika? Sasa dini ya Kikristo ina madhehebu yasiyohesabika, wengine yako na majina fani kama vile tutakuja kuangalia baadaye. Kuliendaje? Ungetaka kujua? Basi kaa kitako, ugojee sehemu hizo zingine. Kumbuka tuko, this is part 2 ya katika series yetu mrefu kuhusu kanisa la Kikristo na jinsi ambavyo mabadiliko yamekuja na mwishowe itakuwaje. Evangelist Peter Maina, ukibarikiwa na ujumbe huu, tafuta mtu, gawa naye, tubarikiwe kwa pamoja, tusome kwa pamoja. Na ujumbe huu ni kwa kila mtu, so si kwa Adventista, ni kwa Wakristo wote, Waislamu. Ungetaka kujua historia ya Kikristo, basi hii series ni yako. Mwenyezi Mungu aweze kutubariki hadi tuonane wakati mwingine. Evangelist Peter Maina.